Jambo jingine la 4 ni Galatia 6 mstari wa 7 na wa 8. Hizi ni mbinu za muhimu sana za kumfanya mteule wa Mungu, mtu wa Mungu abarikiwe. Bila hizi basi ukatumia tu zile za duniani kama watu wengine, ambazo mojawapo bidii ya kazi. Bidii ya kazi mtu yote akishakuwa nayo hata asiokoka anafanikiwa. Lakini wewe sio mtu wa kufanikiwa kwa bidii ya kazi tu. Wewe unatakiwa ufanikiwe kwa neema ya Mungu ya kipekee. Amen. Galatia 6:7 na 8 anasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Tunachojifunza kingine hapa ni kupanda kwa ukarimu. Kupanda kwa ukarimu. Yaani Mungu katika maisha yako usitoe kwa uchoyo. Panda kwa ukarimu. Jiulize kama sadaka kweli unayoitoa ndio ilitakiwa uitoe. Kwa sababu ya maisha yako na bajeti yako ya kila siku mpaka mwezi mzima. Yaani kila mtu ajiulize, usifikiri Mungu atatuhukumu kulingana na sadaka tu ya kila mtu. Mungu anamwangalia. Ni wewe ulitakiwa utoe sadaka kama hiyo kwa mwaka huu? Kweli Mungu atakuuliza siku ile ya mwisho pia kwamba hivi ndio sadaka ulitakiwa utoe, na huku unachangia lile na wageni wakija unafanya hili na lile. Hii ndio sadaka kabisa? Unadhani kweli wewe hii inakuruhusu uingie mbinguni kabisa, kwamba na wewe umejenga mji wako kule mbinguni? Kwa sababu tunapotoa hapa tunawekeza kwa ajili ya nyumba yako ya kukaa mbinguni. Biblia inasema usijidanganye. Yaani usijidanganye kwamba wewe ni mpendwa tu, mambo yataenda vizuri. Mungu hadhihakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umemdhihaki Mungu kwa muda mrefu kwa utoaji wako. Mungu aliliona hili kwa Wagalatia kwamba kuna watu wanamdhihaki Mungu kwenye utoaji. Unachopanda ndicho utakachovuna. Yaani Mungu anaangalia katika maisha yako kwamba hicho ndicho unachopanda kwake. Alafu vingi umepanda kwenye maisha yako mwenyewe. Anasema ukipanda kimwili utavuna uharibifu. Ukipanda kwa roho utavuna uzima wa milele. Amen. Maana yake ni nini? Unavyoendelea kupanda hapa unatengeneza, maana moyo wako utakuwa mahali ambako umepatengeneza. Hautakuwepo mahali ambako hujachangia chochote. Kwa hiyo usipoangalia hata uzima wa milele utaupata, kwa sababu anayepanda kwa roho, yani anayeongozwa na Roho Mtakatifu katika utoaji wake, huyu mtu atavuna uzima wa milele. Kwa hiyo panda kwa ukarimu, acha uchoyo. Mwambie jirani yako acha uchoyo. Kuna vitu kama hivyo ambavyo ni vya muhimu sana katika maisha yako, kwamba tuko tayari wanadamu tuwape pesa nyingi na vitu vingi, lakini sio Mungu. Kwa unajikuta kwa Mungu tuna umaskini mkubwa sana, yani hatuna baraka za sawasawa ambazo tunaweza tukazipata kwake, kwa sababu tumewekeza kwa watu zaidi.